Kuna kisa kimoja cha mzazi alikuwa mfanyabiashara mzuri, lakini mwanawe mvivu, ni kulala na kula tu. Siku moja yule mzazi akawaita wale wasaidizi wake, akawaambia, chukueni ngamia, wekeni mali juu, tofauti tofauti, biashara tofauti tofauti. Akamwita mwanawe, akamuona, akamwambia, umeona huu mzigo? Sisi kuanzia leo tutakuwa tukiuza hapa mjini, wewe ukienda ukizungusha huko mashambani. Chukua mzigo, unaenda ukauze, uregeshe, uchukue mali mengine. Hiyo ndio itakuwa kazi yako. Huwezi kuishi katika hali hii tu, mimi nitakufa. Yule kijana hakuzoea tabu hizo. Yeye ajua mali nyumbani iko, napiga msosi na kulala. Akatembea na ngamia kijiji cha kwanza, cha pili, amechoka. Yuko msituni huko, akaangalia mti mzuri wenye kivuli, akaenda akamfunga ngamia yake. Hajakaa vizuri, wangorota, kesha lala. Lakini mara akasikia shwa shwa. Akishtuka hivi, akamwona mbweha pale lajizungusha zungusha, limekonda tena, mgonjwa, mguu wake sijui umevunjika, limezeeka. Akasema, maskini huyu mbweha yuafa huyu. Sasa huyu maskini atakula nini huyu? Akili yake iko kwenye kula tu. Na utawajua watu hawa kwa hapa hatari. Sasa hajafikiria vizuri, ajiuliza maswali hayo. Mara akamwona simba yuaja na nofu, fupa fulani kubwa ajanalo, mpaka kwenye ule mbweha akalibwaga. Mbweha likajisongeza, akaanza kula. Simba huyo akasema, Allah shaniletea jibu la babangu, shapata somo la kumpa babangu. Kuanzia lini kuna urafiki wa mbweha na simba? Mbweha ni chakula cha simba. Leo simba amletea mbweha chakula. Ni kwamba riziki, madamu uko hai, Allah atakuletea nini? Riziki yako, hata kupitia kwa adui yako. Sasa babangu anisumbua bure kumfanya mimi nifanye kazi. Riziki itakuja tu bana, tapiga vitu tu nyumbani mimi tu. Nishapata jibu. Alifungua ngamia, usingizi umemruka, mbio mpaka dukani. Mara baba muona aingia, muuliza, vipi, mbona warudi na mzigo umejaa? Amwambia, baba, habari kubwa, kuna ishu. Hai, niambie habari gani, ishu gani? Amwambia, ampa kisa cha mbweha aliozeeka, mgonjwa, lakini simba amletea riziki. Mimi nitakosa riziki bana nikiacha kwenda kusunguka huko nje? Baba akamwambia, mpumbavu, mjinga, mimi nimekutuma wewe uwe simba utafutie mambweha chakula. Wewe unakwenda kuwa mbweha kungojea kuletewa nini?